serikali imeingia madarakani bila kuwekwa na nyie, bila kupitia msingi mkuu, hiyo nyumba itasimama? Haisimami. Je, hiyo nyumba ambayo haijajengwa juu ya msingi itawajibika kwa ule msingi? Haiwajibiki. Ndio maana serikali iliyoko madarakani iliyojiweka kwa nguvu ya mtutu wa bunduki kwa kuua watu wa kusini, mkisema hamna barabara haiwasikilizi. Nasema uongo ukweli? Ndio maana watu wa kusini mkisema hamna maji haiwasikilizi, kwa sababu hamjaiweka. Serikali ikiwekwa na wewe kwa kura yako, wewe ndio umeiajiri. Kwa hiyo serikali inakusikiliza wewe ndio bosi wa serikali. Usipoiweka wewe haikusikilizi. Ndio maana nyie mna watu wanaitwa wenye viti wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, madiwani, wabunge. Wanawasikilizani nyie? Huyo mbunge wa hapa anaitwa nani? Anaitwa nani? No, mnamjua. Yupo, si ndio? Yupo. Hana uhalali, hajachaguliwa, hamkupiga kura, yote tunayajua. Lakini anaitwa nani? Sijai mimi kumsikia. Kwa ukweli wa Mungu kabisa. Nilikuwa hapa siku ya kumzika mzee Bwege. Wangapi mlikuwepo? Nafikiri wote tulikuwepo. Nilisema hapa, si ndio, kwamba mimi simjui. Na ukiwa mwanasiasa kama ufahamiki, wewe mwanasiasa takataka tu. Kwa sababu kazi ya mwanasiasa pale bungeni, Mnyika anajua, mimi na Mnyika tumekuwa bungeni, tumekuwa na mzee Bwege. Kila kiti cha mwanasiasa imewekwa maiki pale. Kazi yake nini? Kusema. Na ndio maana marehemu mzee Bwege, ulikuwa ukienda Tarime, jina la Bwege lipo na Kilwa inasikika. Ukienda Tunduma, Bwege anafahamika. Ukienda Kigoma, Zanzibar, mpaka Kenya, Bwege anafahamika. Kwa nini? Kwa sababu alitokana na nyie na aliwawakilisha. Wakati mgumu kabisa wa Magufuli ambaye alikuwa akipita majani yanatikisika, wabunge wengi walikunja mkia wakaingiza huko. Wengi waliufiata mdomo. Pale tulibaki mashine chache ambazo tulikuwa tunamwambia Magufuli, wewe sio Mungu, ni binadamu kama sisi, usitutishe. Sembuse huyu mama. Tumemwambia Magufuli. Watu waliuawa hapa msikitini. Uongo kweli? Waliuawa watu hapa. Bwege alisimama bungeni. Wakati ule ilikuwa hatari kuongelea mauaji ya Mkirwa. Alisema kwa sababu anajua nisiposema walioniajiri wataniuliza. Kwa nini sisemi? Sasa hao wanasiasa takataka wanaojiweka kwenye mamlaka sio yao, wanakula fedha ya damu, wanajiita wabunge, hawawezi kuzungumza hata kuhusu barabara ya kusini. Mimi nimetoka Dar es Salaam jana, mashimo kwenye hiyo barabara utafikiri lile nini la kuchezea bao lile, sio? Kila sehemu tobo, kikwepa hii gari inapiga hapo, kikwepa hii gari inapiga hapa, inapiga. Uongo kweli? Kwa sababu msingi wa mamlaka ya wananchi umepokwa kwa damu na watu wakauawa. Leo wanatukanana wenyewe. Mkuu anamuita msaidizi wake Yuda. Utawala umefitinika. Utawala uliomwaga damu na utafitinika zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, tumekuja kwenu kuwaambia jambo la kwanza. Mauaji yaliyofanyika kwenye nchi hii tarehe 29 Oktoba, tarehe 30 na kuendelea, damu ya Watanzania hao haitanyamaza, na damu yao waliuawa wakiwa wanapigania mageuzi itatumika kama dibaji ya kuandika katiba mpya itakayowaletea watoto wenu hawa maendeleo ya nchi yetu. Na hatutanyamaza.
Nimesema tena na tena, tutanyamaza tukiwa makaburini. Lakini vile vile tusitishane nchi hii. Sisi tunatoka kwenye familia na tuna watu. Kwa sababu kuna watu wanapenda kutisha watu. Niliwaambia hata bungeni wakati wa Magufuli, mkiniua msifikiri nitakwenda tu, familia yangu italipa. Haiwezekani mnaua watu tu. Kila anayehoji anapotezwa. Balozi Humphrey Polepole, katibu mwenezi wa CCM, elected officer, amechukuliwa. Mpaka leo serikali hii dhalimu haijawahi kusema chochote. Sisi Polepole sio mwenzetu. Lakini sheria za nchi hii ziko wazi. Kama unakosa, ukamatwe na askari, wakuambie kosa lako ni nini, upelekwe mahakamani, ushtakiwe. Kama unafungwa, ufungwe, familia yako ijue baba yetu yuko pale anatumikia kosa hili. Fikiria. Hebu wewe mama fikiria. Wewe mzee, kijana ulioko hapa, fikiria. Unakwenda nyumbani, baba yako anachukuliwa, anaondoka. Hujui amekufa, hujui yuko hai, uomboleze, ulie, ufanye nini? Hebu fikiria. Ile anguish ambayo familia inawekwa ndani yake. Fikiria. Tulimzika hapa mzee Bwege. Wote tunajua kwamba hapa amezikwa mzee Bwege. Mungu alivyotuumba, tumesahau, tunaendelea. Tutamkumbuka kwa sababu tunajua alipo. Fikiria mzee Bwege angepekwa. Leo hali ya watu wa Kilwa ingekuwaje? Mnafikiria sio atarudi? Sijui yuko hai. Fikiria mama yake Polepole. Fikiria mke wa Mdude Nyagali. Fikiria mama, mtoto mmoja anaitwa Deogratias Soka, mwenyekiti wetu wa vijana Temeke. Babake amekufa, akamwacha mama yake. Siku mama yake anajifungua akafa, yule mtoto akabaki peke yake kutoka kwenye hilo tumbo. Amelelewa na bibi yake, amekuwa, amekuja ametekwa. Bibi yake analia, anasema jamani, niliachiwa. Hii ni alama ya mtoto wangu. Niweni mimi, mrudisheni Soka. Leo tunazungumza ni 1.5 mwaka, Soka hajulikani alipo. Serikali gani hiyo ambayo watu wake wanaishi kwa hofu? Hatuna uhuru. Vyama vingi vimeruhusiwa ili tujadiliane, tusugue mawazo. Wewe una wazo bora, wewe tawala, wananchi wakuunge mkono. Wewe subiri, angalia wanachofanya, kosoa, wananchi wakikuamini wakupe nani. Leo tunatekwa kwenye nchi yetu wenyewe. Wakina Kinjekitile Ngwale walimwaga damu zao kwa sababu gani? Kama sio kupigania uhuru ili tuseme kama leo tunavyosema. Kwa nini? Sisi watu wa Chadema, kuhusu mauaji ya tarehe 29 yaliyofanywa na polisi wa nchi hii kwa maagizo ya yule aliyesema hakuna nywinywi wala nywanywanywa, hatutanyamaza. Aliwaambia majeshi kwamba majeshi jiandaeni. Jeshi linajiandaa kufanya nini kwenye uchaguzi? Alafu wanafikiri wanaweza kutisha kila mtu. Si wanaunda tume, si wanafikiri hata Lissu, wamemkamata Lissu. Lissu, mtu aliyepigwa risasi 16 bungeni, amepona. Unamkamata kwa kesi ya uongo, unamwekea kesi kubwa kuliko zote nchi. Maana yake akihukumiwa anyongwe mpaka kufa. Ndio maana ya kesi ya treason, kwa kesi ya uongo. Leo ni 1 mwaka na miezi 2. Kesi pekee iliyoko kwenye katiba ya nchi ibara 28 ni kesi namba 1 kwenye nchi. Dunia nzima inajua, hata nyie mnajua. Wangapi hapa mnaweza kusema Lissu alikuwa na kosa la uhaini? Wangapi mnasema kosa la Lissu ni la uongo? Nyosha mkono tuone. Nyosha mkono tuone. Kama Tanzania nzima inaelewa kwamba kosa la Lissu ni la kubambikiziwa, ni la uongo, ni kesi ya uongo, leo 1 mwaka na miezi 2 yuko ndani. Hivi lolote likimtokea Lissu akiwa gerezani, wanatuambiaje? Wanatuambiaje kama sio kuchochea machafuko? Tuliwaonya hapa kwamba mwezi kwenda kwenye uchaguzi bila kushirikisha vyama vingine, hasa Chadema ambayo ndio watu nchi hii. Wameenda wenyewe. Mwisho wake watu walipoandamana, raia wema ambao katiba inaruhusu
wameishia kuua watu. Uongo kweli? Na watu wa nchi wameuawa kwa sababu madai yao yalikuwa genuine.